Kuna watu wanafanya mchakato wa kuorganize maandamano baada ya kuonekana maandamano yameshindikanika katika mikoa mingine. Wameamua kuratibu zoezi la maandamano kwa kuwashawishi baadhi ya vijana wetu kutoka Morogoro waende wakafanye maandamano Dar es Salaam kwa ahadi kwamba watawalipia nauli ya kwenda na kurudi na watawapa chipsi yai. Yani watu wanaandaa maandamano kwa kuahidi vijana wetu na mabinti zetu waende wakafanye maandamano kwa kupewa chipsi yai. Nitoe tahadhari na nitoe wito kwa wazazi wote kuwa makini siku ya kesho, siku ya kupiga kura, ili kujiepusha na changamoto zinazoweza kujitokeza. Nataka niwaambie Watanzania jambo moja la msingi. Watu wanaojaribu kufanya maandamano, kufanya ushawishi wa maandamano, wanawapandikizia watu chuki ambazo kimsingi hazina lojiki na hazina uhalisia. Kwa mfano, hapa Morogoro kipindi cha nyuma hapa tuliambiwa mwaka 2010 tuliambiwa kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Mbena hapa Morogoro, alikuwa na nyumba kama 10 hivi hapa mjini. Tukawa tunaaminishwa kwamba nyumba zote 10 hizo ni nyumba zinazomilikiwa na Ridhiwani Kikwete. Ridhiwani akiwa baba yake ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukaaminishwa kabisa kwamba nyumba zile zote ni za Ridhiwani Kikwete. Tukaambiwa kuna sheri moja kwa Msamvu pale ya Ridhiwani Kikwete. Tukapandikiziwa chuki ya kumchukia Ridhiwani hapa mjini Morogoro. Mapenzi ya Mungu, Mbena yule alikuwa anaambiwa kwamba zile nyumba zote sio mali yake, ni nyumba za Ridhiwani. Akaja kafariki. Kilichokuja kutokea, uwezi amini, zile nyumba zote zilikuja kuuzwa na mke wa Mbena na familia waligawana property na mali zote zile za Mbena. Hatukumuona mjomba wake na Ridhiwani, hatukumuona ndugu wa Ridhiwani, wala hatukumuona hata binamu wa Ridhiwani. Kwa hiyo tunapandikiziwa chuki dhidi ya familia ya mtu ambaye yuko madarakani kwa wakati huo, kuichukia familia yake na yeye katika chuki zingine ambazo hazina msingi wa aina yote. Kwa sasa hivi ukiangalia, kuna baadhi ya viongozi, watu wanajaribu kuaminisha watu na kutengenezea chuki, kuichukia familia ya Mama Samia na kuaminisha watu vitu ambavyo vingine havipo. Leo mtu anawashawishi watu wakandamane, unamwambia hoja nini? Anasema hoja watoto wa mama familia wanaishi maisha ya kifahari. Maisha gani? Wanasema huyu avae t-shirt na jinzi, haonekani klabu. Sasa hizo ni hoja hizo? Yaani unawashawishi watu waingie kwenye maandamano kwa sababu ya hoja ya kusema eti sijui mtoto wa rais avae t-shirt na jinzi? Hiyo ni hoja hizo? Hayo ni mambo ya kuzungumza hayo? Kweli? Ni waombe wa Tanzania, issue ya maandamano ni issue ambayo ina msingi. Watu tuendeni tukapige kura. Tukapigeni kura, haswa siku ya tarehe 29 ni siku muhimu ya kupiga kura. Na hawa watu wanaojifanya maandamano, hakuna maandamano hapa. Hakuna maandamano. Mikoa yote, sehemu zote, maeneo yote, sasa hivi watu wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Mimi nitakupa mfano mmoja tu. Kuna mtu mmoja anasema yeye ndio sauti ya watu wa Kanda ya Ziwa. Wewe sauti ya Kanda ya Ziwa, wewe kama nani Kanda ya Ziwa? Mimi nimezaliwa kisiwa cha Ukerewe, mtaa wa Posta, hii barabara ya Posta Road, mtaa wa Mdoe. Hakuna mtu wa aina yoyote anaweza kujitokeza mahala popote akasema yeye ni sauti ya watu wa Kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa hatuna mtu yoyote wa kutusemea na kutoa tamko kwa niaba yetu. Hakuna hicho kitu. Nataka nimwambie wa Tanzania, hakuna mtu yoyote anayesema kwamba yeye ni sauti ya watu wa Kanda ya Ziwa. Hapana. Sisi tunakwenda kupiga kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuangalia historia kubwa na matokeo makubwa ambayo Wazanzibari wameyaleta Kanda ya Ziwa. Labda kwa watu wasiotambua, labda niwakumbushe tu. Wazanzibari walianza kufanya makazi Kanda ya Ziwa katika kisiwa cha Ukerewe, Mriti, mji wa Rubaga, mwaka 1949. Wazanzibari wanafanya establishment of settlement Ukerewe pale Mriti. Tumemchagua Mzanzibari kuwa diwani wa kata ya Nansio. Tuharibu Mzanzibari kwa vipindi viwili mfululizo. Mashine ya kwanza ya kukoboa na kusaga kisiwani Ukerewe imeletwa na Mzanzibari mwaka 1963. Kaleta mashine ya kusaga na kukoboa, alikuwa anaitwa Muhammad Makerere. Kaleta mashine ya kusaga na kukoboa Ukerewe ya kwanza mwaka 1963. TV ya kwanza Ukerewe imeletwa na Saidi Maruhuni mwaka 1992. Televisheni ya kwanza Ukerewe, na baadaye ndio akaja akanunua Mgisa mwaka 1994. Na ndio watu wengine kuja kuanza kununua TV wakitoa mchango mkubwa wa maendeleo katika Kanda ya Ziwa.
kanda ya Ziwa. Nyumba kali ya kwanza ya block imejengwa Msoma Road pale Ukerewe, imejengwa na Mwalimu Said Maruhuni. Nyumba kali, wakiwa wakazi wa kudumu wa kanda ya Ziwa na kisiwa cha Ukerewe, na kwa mchango wao waliotoa kanda ya Ziwa. Na waomba wana kanda ya Ziwa, twendeni tukapige kura kumheshimisha Mama Samia Suluhu Hassan na kuheshimisha Wazanzibari waliotoa mchango mkubwa wa maendeleo katika kisiwa cha Ukerewe na katika kanda ya Ziwa. Kwa kweli, kwa watu ambao wamejipanga kwa ajili ya maandamano, vyombo vya dola vinajua wajibu wao, vinajua hii kazi wataifanya kwa uweledi wa kiwango cha juu, kudhibiti mtu wa aina yoyote atakayetaka kuonekana anaweza kusababisha machafuko ama kusababisha fujo.